maduati ikhiwani, wanaoongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama. Matamanio ya kimwili, huyu jinsia yake ni mwanamke, anatamani apate jinsia tofauti. Huyu ni mwanamume, matamanio yake ya kimwili anataka jinsia tofauti. Na hivi ndivyo alivyoumbwa mwanadamu. Ikitokea matamanio haya ya kimwili ni mwanamke kwa mwanamke au mwanamume kwa mwanamume, kwanza hiyo ni kutoka nje kabisa ya utaratibu wa kimaumbile. Na hii ndiyo Qur'an, na Qur'ani inaonyesha ile kazi yake kwamba ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba ni mwongozo wa walimwengu wote, lakini vile vile ndiyo utaratibu wa maisha ya wanadamu. Na Qur'ani, na kama tulivyosema kwamba au tunaendelea kusema ndugu watazamaji, kwamba wanadamu ndio wanadamu na ndio tunaoishi katika ulimwengu huu, tukifanya mambo mengi sana ambayo yawe ni msaada mkubwa sana kwetu sisi kwa ajili ya kutengeneza kuipata akhera yetu. Kwa hiyo mahusiano ni moja ya jambo ambalo haliepukiki. Mahusiano ni jambo ambalo haliepukiki, ni jambo la dharura na lazima liwepo. Na panapokuwa mahusiano kati ya mtu na mtu, familia na familia, jamii na jamii na kadhalika, ndio ule utekelezaji wa yale mambo ambayo tumetakiwa tuyatekeleze unachukua maana yake iliyokuwa bora na sahihi. Sasa hapa tunataka tuangalie Qur'ani upande huu nao imetibu vipi, au Qur'ani imedhibiti vipi haya mahusiano ya mtu mmoja na mtu mwingine au jamii na nyingine. Uislamu hapa umedhibiti sana na umeweka wazi sana. Maana sio mahusiano tu, mahusiano hapana, kuna kudhibiti. Hatusemi kutibu, kudhibiti mahusiano ya mtu na mwingine. Uislamu katika hili, ndugu zangu watazamaji, hivi umedhibiti vipi? Umefanya kitu gani? Na dakika zangu 5, 6, 7 siko mbele yetu hapa, na shekhe wangu Sheikh Ishaqa Lali yupo, atatuanzishia safari hii ya kufahamu jinsi gani Uislamu umedhibiti mahusiano kati ya mtu na mwingine au jamii na nyingine. Asante sana ndugu mwenyekiti wa kikao hiki kitukufu katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa ibada. Na miongoni mwa ibada hizi ni Qur'ani pia, ambayo inadadavua yote yale ambayo yanaweza kutufikisha katika sehemu salama. Kwanza niwasalimie ndugu watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ama nikiingia moja kwa moja katika kujaribu kuzungumzia sehemu ya Qur'ani, nayo imelizungumzaje suala la mahusiano ya mtu binafsi na watu wengine. Je, Qur'ani imesimamia vipi mahusiano ya mtu binafsi na mtu mwingine? Kimsingi, nazama al-Qur'anul Karim jamia al-alaqat, kwamba Qur'ani tukufu ndio kitabu pekee ambacho kimeweza kudhibiti mahusiano ya mtu binafsi au mahusiano yote ambayo yanapatikana katika ulimwengu huu. Na ndio maana kitabu cha Qur'ani hii miongoni mwa sera iliyopo katika Qur'ani, kwanza ni mtaala ambao umekuja kusimamia
masala yote yanayomhusu mwanadamu peke yake, lakini pia yale ambayo yanawahusu watu wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Isra aya ya 9 anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, kwamba hakika hii Qur'ani ndiyo kitabu pekee ambacho kinaweza kikatoa mwongozo wa sera na namna gani utaratibu ambao mwanadamu atauishi, ambao utakuwa una ufanisi mkubwa zaidi katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo fahadha alquran yahdi lillati hiya aqwam fi alaqati nnasi ba'dhum biba'd, kwamba Qur'ani ni mtaala ambao umekuja kumuongoza mwanadamu katika mambo yake kwa ufanisi zaidi katika mahusiano ya watu, baadhi yao na wa baadhi wengine, lakini pia afradan wa azwajan, kwamba mtu binafsi, lakini pia hata katika maisha ya ndoa. Tayari mtu anapokuwa yeye peke yake anatakiwa afate mwongozo wa Qur'ani ambayo ndio manhaji yake itakuwa inamuongoza katika maisha yake duniani, lakini pia ndio utamtengenezea maisha ambayo yanatarajiwa kuwa maisha ya furaha, maisha ambayo ndio tarajiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yamewekwa katika kuamiliana na serikali, Uislamu umemtaka Muislamu kwanza asiwe mpinzani wa serikali. Muislamu miongoni mwa manhaji ya Qur'ani kwanza ni kuwa mtiifu katika yale ambayo hayapelekei kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya yanaonyesha kwamba kumbe Qur'ani kama itafuatwa si kwa Waislamu peke yake, hata watawala wanaweza wakaona kwamba kumbe Waislamu ndio watu ambao tunaweza tukawa na mahusiano mazuri zaidi kwetu sisi, kwa sababu wapo tayari kutuhami na kututetea katika wale wanaotuchafua katika yale mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo mahusiano ya mtu mmoja mmoja, kwanza Muislamu anafundishwa na Uislamu kwamba anaposikia maelekezo ya watawala, maelekezo ya serikali, Uislamu ndio umemfundisha Muislamu aweze kuto kuyakaidi yale maelekezo yaliyopo, isipokuwa tu yatakapokuwa hayapelekei kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema atii'u Allah wa atii'u Rasul, kwamba Mwenyezi Mungu anatuhimiza sisi Waislamu kwanza tumtii Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo taa ya kwanza inakuwa ni kwa Allah tabaraka wa taala. Wa atii'u rasul, atiiwe mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ulul amri minkum, na watu ambao wanasimamia mambo yako wewe. Kwa hiyo ina maana kuna mahusiano pia. Qur'ani imekuja kama watu watafata mtaala huu wa Qur'ani na ukawa ndio mwongozo wa sawasawa, basi kutakuwa na amani na salama katika maisha ya wanadamu. Lakini pia Qur'ani imekuja kusifia na kuelezea mahusiano yaliyopo kati ya dola na rangi zilizopo, yani daula wa ajnasan, kwamba Uislamu pia unaangalia kama haya. Mfano, kuna baadhi ya mambo yanatokea katika nchi zetu na dunia kwa ujumla, mambo ya mauaji. Baada ya kuona tu watu wana rangi fulani au wako hivi, basi hawa tunaweza tukawatumia katika maslahi yetu ya kidunia. Lakini Qur'ani inataka iweze kuwaweka watu sawa hawa, ili waweze kuishi kwa utaratibu ambao utakuwa kwanza ni wa kuheshimiana. Kwa maana Qur'ani tunaona kwamba ndiyo kumbe inaweza ikasimamia vizuri mahusiano ya watu waliopo. Lakini tumetaja mahusiano ambayo kati ya mtu na mtu, lakini baada ya mtu akawa na jinsia mfano ya kiume, anahitaji kuwa na mwenzie ambaye atataamal naye ili aweze kukaa sawa katika maisha yake. Angalia, limekuja suala la ndoa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msingi huu umejengwa katika mahusiano ya mapenzi na huruma. Haya ni mahusiano ambayo wanatakiwa watendeane wote hawa. Allah anasema katika Rumi 21, Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwamba miongoni mwa alama zinazoonyesha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kile kitendo cha Allah kuwaumbia wanaume wake, ambao wake hao litaskunu ilaiha, ili waweze kutulia kwa wanawake hao.
Kumbe mahusiano ya utulivu yapo kati ya mtu na mtu, ama jinsia na jinsia nyingine. Allah anasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kwa hiyo mahusiano hayo yamejengwa katika mapenzi na huruma. Wa inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Lakini kwa kumalizia, katika upande wangu wa mchango wangu katika hili, Qur'ani imeweka mahusiano ambayo pia yanapatikana katika hawa wanandoa. Allah anatuambia kwamba waashiruhunna bil ma'ruf, kwamba haya ni mahusiano mazuri ambayo yanatakiwa hawa wanawake wanatakiwa waenziwe, watu wawajali, waishi nao katika wema, tena wema ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kwamba ndani ya maisha tunayoishi kati ya wanandoa, basi kuna watu wanatakiwa haki zitekelezwe za wanaume kuzitekeleza kwa wanawake, na wanawake pia nao wana haki ambazo wanatakiwa wazitekeleze kwa wanaume wenzao. Kwa hiyo mimi katika mchango wa hili mahusiano tumeyaona kwamba Qur'ani inasimamia mahusiano ya mtu mmoja lakini na mtu mwingine. Bado kuna mengi ya kuzungumzwa katika mahusiano. Nadhani bila sina shaka kwamba Sheikh Nasor, Sheikh wangu, kaka yangu, atakuwa na nyongeza nyingine ya kuonyesha kwamba Uislamu haukuacha kufafanua chochote kati ya swala zima linalohusu mahusiano kati ya mtu na mwingine au jamii na jamii. Shekhe, karibu sana. Watazamaji wako tayari kusikiliza mahusiano yako vipi, ili waone ladha ya Uislamu ndani ya mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu mwenyekiti, kazi kubwa kaifanya mwenzangu Shekhe Ishaq Halali kuelezea mahusiano mbalimbali ya mja, mahusiano ya mtu na mtu, mahusiano na jamii nyingine, dola na dola. Mimi ni gusie tu pale alipoishia mahusiano kati ya mume na mke. Hapo ndipo mwanzo kwanza wa dunia. Dunia hii ambayo imejaa walimwengu mbalimbali, akiwemo mheshimiwa mwanadamu. Heshima ya mwanadamu imepatikana pale alipokuwa anatekeleza taratibu ambazo Qur'ani inataka. Ongezeko la mwanadamu hapa duniani lenye thamani na lenye hadhi kubwa ni pale mke na mume wanapokutana kisheria. Kinyume cha hapo, vurugu huwa inaanzia hapo. Mwanamke na mwanamume wakikutana njia ambayo Qur'ani haikuruhusu, jambo hilo linaleta matata sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani, anasema ya ukhta Haruna makana abuki mra'sa wa makana umuki baghiya. Anaelezea ewe dada yake Haruna. Hapa mlengwa mama yetu Maryam, mzazi wa Isa ibn Maryam, alikuja na mtoto ambaye ni Mtume Isa alayhi salatu wasalam, kinyume na upande mmoja wa baba. Jamii ikapata mshtuko mkubwa ujio huo wa huyu kuja upande mmoja, lakini huo ni muujiza. Allah Subhanahu wa Ta'ala hutoa kwa mtakaye. Baada ya utangulizi huu, naingia moja kwa moja kwa Sheikh Halali alipozungumza kwamba mahusiano ya mume na mke, Allah anasema waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema. Sasa maarufu, ndugu mtazamaji, juu ya mke kwa mume au mume kwa mke ni jambo ambalo linakusanya mambo mengi. Kwa hiyo ule muashara mzuri, ule wema hauna kikomo, na ndio Allah kauelezea. Kwa hiyo wema huo utakapomtendea mtu mkeo au mke atakapomtendea mume, hapo maisha yatakuwa mazuri kupita kiasi. Ina maana kila ambalo mume analoona hili ni jema kwake yeye afanyiwe, basi amfanyie mkewe, na kinyume chake mke anapoona kwamba hili ni jema, basi amfanyie mume. Hapo muashara na maisha yatakuwa mazuri kupita kiasi. Kinyume cha hivyo, vurugu huwa zinakuwa kubwa sana katika maisha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji,
Lengo langu mimi ni kwamba tuishi na Qur'ani. Mambo mengi yamezungumzwa, lakini pia tuzingatie mema yote ambayo unayaona wewe mwanadamu kwamba unapenda wewe mazuri, basi na wewe umfanyie mwenzako. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Hivyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mwenyekiti, naomba niishie hapa. Naam, bila shaka nadhani tumesikia vizuri kabisa masala ya mahusiano na umuhimu wake. Kweli ni swala pana la mahusiano, na Uislamu umesisitiza kwa sababu mahusiano ndiyo maisha. Watu tupo katika jahazi moja, tupo katika nyumba moja, tupo katika maeneo mamoja, na wote ni wapita njia, na wote ni wasafiri, kuna mahala tunakwenda. Sasa yale majukumu tuliotakiwa sisi tuyafanye hapa, hatuwezi kuyafanya kama hatuna mahusiano. Na ndio maana utakuta Uislamu vile vile, utakuta Uislamu katika swala zima la mahusiano, hata kama itatokea kuna kugongana, hata kama itatokea kuna dosari fanya kibinadamu inatokea, lakini bado na hasa katika masala ya mahusiano ya mke na mme na kadhalika, Allah anasema wala tansaul fadla bainakum. Ni kipande cha aya kidogo sana, lakini kina maana pana sana. Wala tansaul fadla bainakum. Ndiyo tumezozana kidogo, tumekwaruzana kidogo katika ubinadamu wetu, lakini hakuna kwamba katika muda tulioishi kwamba kuna zuri moja tu ambayo labda mimi nilikufanyia, ama kuna lote ambayo zuri wewe ulipata kutufanyia. Sasa Allah ili kujenga mahusiano anakukumbusheni nini? Alfadla, ule wema na uzuri mliofanyiana nyinyi kama nyinyi. Wala tansawul fadla bainakum. Hii ni kusisitiza kwamba mahusiano ni swala limesisitizwa kweli kweli, na ni pana kweli kweli. Uislamu umejaa kweli kweli. Hatuna matatizo katika Uislamu kuhusiana na mtu asiyokuwa Muislamu, namna gani ya kuhusiana naye. Uislamu umetueleza yoyote yule unayemjua wewe, awe mwandawazimu, mahusiano ya Waislamu yapo, kila kitu kimebainika. Allah tuwafikishe. Ni mambo muhimu sana ya Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani kujifunza jambo hili na kulipractice jambo hili, kulifanyia mazoezi, tatbiki amali katika miaka, ili neema na ladha na utulivu uweze kupatikana katika ulimwengu wetu huu. Unatizama kipindi cha Sawaidul Ikha. Na hiyo nilipata hamu baada ya kumuona rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anasoma markaz akikaa Magomeni. Alikuja kutembea kijini pale, amevaa kanzu na kilemba. Basi ile hali kilemba cha kimisi kile hawa ile kofia kilemba cha kawaida kama Kisudi. Kwa hiyo sasa hiyo bwana iliniathiri sana, na mimi nilikuwa na hamu ya kuendelea. Ikabidi nimuulize naweza kupita bila vipi mpaka nitoke hapa ili niende huko nikaongeze. Yule bwana yeye mwenyewe alikuwa nasoma, lakini nafundisha Magomeni madrasa, na nakaa hapo hapo. Akasema nina chumba, yeye anaishi hapo ndo madrasa, ukiwa tayari twende ubahatishe baadhi yako mwenyewe. Lakini kilichokuwa kigumu mimi pale, yani yeye anasema ninaishi peke yangu, lakini pale ni madrasa, uwezo wa kuweza kuwa na mtu mwingine siwezi. Tutafanyaje? Ikabidi tushauriane. Kasema bwana, je ya kutumia twende kubahatishe siku ya Ijumaa. Manake kule tukitoka na treni siku 3 tutaingia Dar es Salaam Alhamisi. Ijumaa ni kupeleke msikiti wote, uende ukabahatishe bahati yako. Ujieleze kwamba wewe una shida kaza wa kaza, una lengo lako ni kusoma. Kama atapatikana mtu wa kuchukua, sawa, bahati yako. Kwa kweli ilikuwa ni jambo ambalo ni ya kujilipua, bahati nasibu. Mimi nikasema inshallah kwa uwezo wa Allah, kwa sababu sina ndugu, sina jamaa, na mpaka nilivyomweleza mzee aliniangalia kisha kaniuliza swali, wewe unaenda huko una ndugu gani ambaye atakusaidia? Mimi hapa nilipo uwezo sina, na hapo nilipofika ndo nifikia mwisho mimi. Mimi nikasema aliyeniomba anajua riziki yangu iko wapi.
kama itashindikana basi nitarudi. Kwa kweli tulifika hapa Alhamisi jioni, yule bwana nikalala kwake mpaka asubuhi. Ilipofika mile kama saa 4 asubuhi, yule bwana, mimi sijui jiji hili kwa tunakwenda wapi, akasema tuondoke. Ni mara yako ya kwanza kufika Dar es Salaam? Mara ya kwanza kufika Dar es Salaam. Huo ni mwaka 96. Akaniambia bwana twende. Kwa tukaona jamaa na mfuko wangu, tukashika njia, tukaenda mpaka sehemu ambayo baadaye nilikuja kuifahamu, kumbe ilikuwa ni Sharifu Shamba, Ilala, Dar es Salaam. Tukafika pale, ule msikiti ulifikia, kumbe hawaswali Ijumaa. Tukaonyeshwa msikiti mwingine ambao ni kuingia Malapa, wanaita kwa Mbubu. Ndio pale tukafika pale, tukaingia msikitini. Tukasubiria, akaja imam. Yule bwana yeye achokifanya, akaniambia bwana, sasa hapa utabaki mwenyewe na kujieleza na kuomba nafasi ya kujieleza mwenyewe. Mimi hapa ninaondoka. Hii sije kaonekana kuna mtu kakuleta. Kwa kweli ilikuwa ni safari ambayo si ya kawaida. Ni safari wanasema ya kujitoa mwanga. Lakini mimi katika imani yangu toka mwanzo naanzisha safari hiyo, nilikuwa nimeshajikabidhisha kwa Allah kwamba midamu lengo na madhumuni tunataka ili tunusuru sehemu yetu kwa njia moja au nyingine. Inshallah Mwenyezi Mungu atanisaidia. Na kweli yule mzee nilivyokutana naye kama imamu mkuu msikiti ule, nikajielezea, mimi bwana fulani nimekuja hapa kwa ajili ya kutaka kusoma, ila sina ndugu na sina sehemu ya kukaa. Shida yangu nipate mtu anisaidie sehemu ya kukaa. Yule bwana kwa kweli alhamdulillah, Mungu amrehemu, alinikubalia. Akasema nitakupa nafasi baada ya swala, utasimama ujieleze mwenyewe. Utambue kwamba ndio maana ya kwanza kufika Dar es Salaam. Alhamdulillah, nilisimama nikasalimia, nikaitambulisha. Kwa uwezo wa Allah, wallahi Mungu karimu sana. Ile wakati najieleza na nikaeleza nilikosoma na sehemu nilizopitia na mashekhe walio nifundisha, bahati nzuri akasema mzee mmoja mtu mzima akaniuliza swali, je, unamfahamu shekhi fulani, yani Kigoma Ujiji? Nikamwambia ndio ninamjua. Yule mzee moja kwa moja baada ya swali hilo akamwambia, njoo umekuja nyumbani. Unatizama kipindi cha Sawaidul Ikha. Tulipofika Madina, kwanza tulipokewa na kina Sheikh Taha Suleiman Bane, walitutangulia Sheikh Juma Omar Poli, na wakati ule nakumbuka yeye ndio alikuwa kama kiongozi wa wanafunzi wa Tanzania walioko pale, ndio alitupokea. Sheikh Abdallah Bawazir alikuwa akiitwa Mandubu. Alikuwa wakati ule kwa Sheikh Juma Poli ndio alikuwa akiitwa Mandubu kwa sababu ndio alikuwa kama mwakilishi wa Tanzania wote, ndio waliotupokea pale. Nakumbuka pia Sheikh Salim Rajab Sima wa Singida pia vile pia ni katika mashekhe waliotupokea pale, na wengine wengi Sheikh Hamid Abdallah, Sheikh Jabir Katura, Sheikh Nasir, hao wote wale ingaja anaonekana bado kijana, lakini yeye alinitangulia Madina. Baada ya kufika kule, ni kuna Mtanzania yoyote ambaye ulisoma naye darasa moja? Wengi. Kwa mfano Sheikh Omar Al-Kama tulikuwa darasa moja. Vile Sheikh Abdallah na kitivo kimoja. Abdallah Salim ambaye ni imamu wa msikiti wa Kinondoni, tulikuwa darasa moja kitivo kimoja. Maarufu Tozi. Abdallah Salim tulikuwa pamoja. Hamid Jongo yeye tulikuwa naye, lakini alikuwa upande na kina Sheikh Taha Bane upande wa kitivo cha sheria. Yeye alikuwa upande wa sheria, mimi nilikuwa kitivo cha lugha, yeye alikuwa kitivo cha sheria. Na Sheikh Abdallah Saleh Ndauga pia wote ni kipindi tulikuwa wote pamoja. Wao walikuwa kipindi cha kitivo cha hadithi. Miaka ya 60 nilianza kusoma. Naam. Kitabu cha kwanza cha fiqh ni Irshadul Muslimin li ahami furudhi din. Yelezoleka babu
Kwenye utangulizi kule baada al-basmala kuna ile qala ta'ala thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Kutoka siku hiyo nilikuwa napenda sana kitu kinachoitwa sheria. Kutoka siku hiyo sijajua nitafikia kiwango gani, wapi na wapi, lakini neno sheria kutoka hapo kuwa mwana sharia ilikuwa ndio ndoto yangu. Sasa baada ya hapo kweli msomo huu ilipofika kule kuona hapa sasa unaweza ukachagua kwenda sharia au kadha ukadha, nikaona dhali kama kunna nabghi fartadda ala atharihima qasaswa. Na halafu niliwahusia baadhi ya wenzangu, kaambia bwana, wewe soma balagha, soma hadithi, soma lugha. Soko la Waislamu watakuuliza, ni mara chache sana labda mtu awe darasani au, lakini kukupigia simu, Sheikh salamu alaikum, eti ile wakana Allahu ghafuran rahima, ile kana ndio nini, ni nadra sana. Sana sana utakuza masuala ya sheria, na ndio maana huenda hata Sheikh bwana atakuja kuwa shuhuda, na wewe muhadithi, asilimia kubwa yenye mnaulizwa maswali yanayotalakiana na fiqh na sheria. Kwa lugha nyingine, neno shekhe wewe utegemee tukuuliza mambo ya sheria, hatuangalii ulispecialize kitu gani huko ulikotoka. Kwa hiyo baada ya pale, kwa kweli kuna watu kadhaa niliwaraghibisha wasome sheria. Ama watu wa Tanga atathibitisha mwenyewe, asilimia kubwa wataalamu wetu wa Tanga kule, Allah warehemu. Kwanza Tanga ni sema kweli ni moja katika mikoa kwa Tanzania bara ni wa kipekee uliosheheni wanavyuoni toka enzi hizo. Wanavyuoni hasa sio wanavyuoni, wanavyuoni bimaana alkalima. Lakini bahati wewe ndio utajaza, mbaya au nzuri. Kumekuwa pia kuna malumbano sana ya kimwamba mwamba. Mtu unaweza ukasoma gia hati ya irabu baihi, tia irabu ala alghurabu ala shajara, imekuwaje ala, anataka kuone umejua ala fiili au harfu jari. Kwa hiyo kulizuka mapema mno ubishi wa lugha. Nadhani Sheikh bwana atathibitisha, huenda ndio ile watamanisha mtu akipata uchochoro wa kwenda kujazia, anajalizia mfuko wake wa lugha ili kukabiliana na soko la ushindani ambao huenda tumeuona Tanga. Kama si hivyo, wa yaku ukhra, Sheikh atafafanua. Hii ni yako nafasi, hebu fanya ongoka. Baba wetu sisi au baba wa mitume inakuwaje anamshirikisha Mwenyezi Mungu? Kwa maana wanatia hii shubha kwa namna ambavyo walivyoifahamu aya vibaya. Aya yenyewe ni ipi ambao wao wanaitegemea katika kuleta hii shubha yao kwa Nabii Allah Ibrahim na kutuondoa sisi katika ule mtazamo wa kumfahamu Nabii Allah Ibrahim? Aya inasema katika suratul An'am aya ya 75 mpaka aya 78, pale Mwenyezi Mungu aliposema wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardhi, na maulama wema maduati ikhiwani wanaongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende